Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo niko na furaha sana kuwakaribisha kwenye kipindi cha mafundisho, na leo ningependa nifundishe topic ambayo inasema kwa nini havitokei. Kuna baadhi ya mambo ambayo usipoyazingatia kwenye maisha yako, unaweza ukawa unaomba sana, ukawa ni mtu wa kufunga, ukawa ni mtu wa kutoa sadaka, lakini kama haya mambo hautayazingatia, ukashangaa kwamba kuna mambo ambayo hayatokei kabisa, ama upati matokeo kwa maisha yako. Wakati ule maandiko yasema kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Jambo moja ambalo linaweza likafanya mambo yasitokee kwa maisha yako, cha kwanza ni kutokujua chanzo cha kwa nini hayatokei, lakini pia kutokujua nguvu ya Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wamemlimit Mungu wao, kwamba maandiko yasema kwamba yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Hicho ambacho kwako kama mwanadamu unaona kwamba hakiwezekani, si eti kwamba kwa Mungu hakiwezekani. Maandiko yasema kwamba pale ambapo akili ya mwanadamu inaishia ndio upumbavu wa Mungu unaanzia. Kwa hivyo ina maana kwamba Mungu ako na uwezo mkubwa sana wa kufanya zaidi, lakini kama ukianza kumpima namna ya vile anaweza akakutendea kulingana na vile mwanadamu anafanyanga, ujue hii ni failure number 1 ambayo inaweza ikakufanya ukakosa kupata kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 4 kuanzia mstari wa kwanza ukishuka, utaona kwamba maandiko yasema kwamba Wafilisti siku moja wakakutana na Waisraeli wakapigana vita, na walipokuwa wanapigana vita Waisraeli wakapigwa sana, jeshi lao likapigwa, watu 400 wakauawa. Waisraeli wakaona tumepigwa kwa sababu hatukuwa tumemhusisha Mungu wetu. Walikuwa wameacha sanduku la agano kwenye kule ambako yani walikuwa wameacha kwenye madhabahu ambako Eli alikuwa anaishi. Eli, nadhani unajua Eli ndiye alikuwa kuhani wakati ule. Walikuwa wameacha sanduku la agano. Kwa hivyo wakasema kama tukileta sanduku la agano kwenye kambi ya vita, ni bila shaka tutashinda. Wakaleta ile sanduku la agano kwenye kambi mahali ambapo walikuwa wanapigania, na ukawa naamini kabisa kwamba watashinda hii vita. Lakini maandiko ukisoma kwenye hicho kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 4 kushuka, utaona kwamba walikuja tena wakapigwa vita na Wafilisti tena, watu 30,000 wakauawa. Sasa wao wenyewe wakashangaa ni nini kinachotokea. Lakini pia pamoja na kupigwa, sanduku la agano likabebwa na Wafilisti, na Wafilisti wakaenda na ile sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ilitokea kwa sababu walikosa kujua chanzo cha shida ambao walikuwa wanapitia, lakini Mungu akajua chanzo kwa nini wanapigwa na wale Wafilisti, na akaamua wasaidie, ingawaje njia ya kuwasaidia haikuwa rahisi vile. Maandiko yasema ya kwamba Wafilisti baada ya kuwa wamewapiga Waisraeli, wakachukua ile sanduku la agano ambapo ndipo Mungu alikuwa ameweka kambi yake, ndipo ambapo kulikuwa na agano za yani sheria zile sheria za Musa. Wakalibeba Wafilisti wakaenda wakaweka kwa Mungu wao, ambaye Mungu wao alikuwa anaitwa Dagoni. Asubuhi walipoamka Wafilisti wanapata maandiko yasema kwamba walipata Dagoni ameanguka kifundifundi mbele ya sanduku la agano.
Nadhani unajua ninapoongelea kuhusiana na kuanguka kifundifundi ni kwamba ni kama vile mtu anaambudingi. Sasa unaanza, kuna vitu ambavyo tunafaa tuviangalie hapa, kwamba Waisraeli na Wafilisti wanabeba ile sanduku la agano na waliongopi kabisa. Lakini wakati ule wanapoliweka kwa Mungu Dagoni, Mungu Dagoni inabidi anainama kifundifundi. Ina maana yule Dagoni alikuwa anajua the power ama nguvu iliyomo kwa hili sanduku la agano ama kwa huyu Mungu wa Israeli. Lakini Wafilisti walipokuwa wanabeba sanduku la agano hawakuwa wanafahamu hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuwa wanafahamu kwamba wamebeba sanduku ambao liko na nguvu kuliko Mungu Dagoni. Dagoni akajua kwamba kila mungu anapendanga kuambudiwa, na kwa sababu ili aepuke shida na huyu Mungu wa Israeli, maandiko yanasema ya kwamba Dagoni akainama kifundifundi, maana hakuwa na shida, hakuwa anataka bifu na huyu Mungu wa Israeli. Aliona kwamba huyu ni Mungu mwenye nguvu sana. Sasa Wafilisti walipopata Dagoni ameanguka kifundifundi, wakaona labda tu ameanguka kibahati mbaya, wakamsimamisha tena, wakasimamisha ile sanamu ya Dagoni. Walipokuja siku ya pili, maandiko yasema kwamba walipata kichwa cha yule Dagoni kimekatika, mikono yake imekatika. Na nataka nikuonyeshe taswira ya vile ambavyo hili sanamu ilikuwa limetengenezwa. Hili sanamu ya Dagoni ilikuwa imetengenezwa kuanzia hapa chini, yani kuanzia hapa kwa kiuno kupanda, yani mikono na kichwa ilikuwa ni mwanadamu, lakini kushuka hivi ilikuwa ni sanamu. Wanapokuja siku ya pili, wanapata mungu huyu ambaye ni Dagoni, kichwa chake kimekatika, mikono yake imekatika, yani imebakia nini? Imebakia kile kipande tu cha mwili peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna kitu ambacho tunafaa kujifundisha, kwamba Mungu wa Israeli aliyekuwa anawakilisha ile sanduku la agano, alipoona kwamba chanzo cha wana wa Israeli kupigwa ni kwa sababu ya ile madhabahu ya Wafilisti, kwa sababu ya ule Mungu Dagoni, akajua ataenda kwenye chanzo. Ndio maana nimekuambia kwamba kuna watu ambao wanapigwa vita. Kuna watu ambao vitu vyao vitokei kabisa, mambo yao hayatokei, hakuna kitu kinachotokea kwenye maisha kwa sababu hawajajua chanzo cha shida ambayo inawatesa. Nadhani wana wa Israeli walipoona kwamba ile sanduku la agano limebebwa na Wafilisti, waliona kwamba Mungu wao ni dhaifu, na wakasahau tu kuhusiana na Mungu kwa sababu alikuwa amebebwa na Wafilisti na akaenda akawekwa kwa nyumba ya Dagoni. Walikaona kwamba ni kama huyu Mungu tu ameishiwa na nguvu, lakini kumbe Mungu alikuwa amejua chanzo kwa nini wana wa Israeli walikuwa wanapigwa. Mara ya kwanza walienda wakapigwa, jeshi la watu 400 wakauawa. Kisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza kuendelea, wakauawa watu 400. Mara ya pili wakauawa 30,000. Mungu akajua kama sitamalizana na chanzo, kwa nini hao watu wanapigwa na Wafilisti, wataendelea kupigwa kila wakati. Ukiona kila wakati kwa maisha yako unaanzisha vita lakini unaipoteza, ukaona kwamba kuna vitu vinafuatana kwa maisha yako, kwamba kwenye familia yako babu yako alikufa kwa sababu ya kansa, familia yako ambayo sasa hiko watoto wako ni hivyo hivyo inafuatana ni kansa, ujue kwamba kuna madhabahu ambayo iko, kuna chanzo, kuna kitu kinasababisha mambo yafuatane kwa namna hiyo. Na usipojua hicho chanzo ukaking'oa kwa mizizi, ujue kwamba utaendelea kuzunguka mahali pamoja. Mara ya kwanza Waisraeli walienda wakapigwa na Wafilisti, mara ya pili wakapigwa 30,000. Wewe unadhani mara ya tatu wangepigwa aje? Lakini Mungu wa Waisraeli akajua hawa watu ili niwashindanie forever, wasije wakashindwa tena, lazima tuende kwenye chanzo cha madhabahu.
chanzo pale ambapo shida inatokea.